mwimbaji, lakini wale waandaaji wale muziki, si lugha hiyo, wale maproducer wa nani ni watu wa kwao. Kwa hiyo ukienda watakupa masharti ya kwao. Kwa hiyo lazima utafuata ya kwao. Yuko chini ya Malikia kutekeleza agenda. Studio nyingi zinazotumika ni zile zile za gospel. Sasa kwa maana kwamba ndio nasema hivi, yani shetani amewaendeleza watu wake. Yani ametaka wanasema music industries, yani soko la muziki. Kwa hiyo wanaanzia kule jikoni kwenye mashine, wanamiliki wao, uandaaji na kila kitu wanamiliki wao. Kwa hiyo sisi watu wa gospel au mtu wa muimbaji wa nyimbo za Injili, unapotaka kurekodi na unatafuta studio bora yenye viwango bora, lazima uende kwao. So ukienda kule kwao ndo wanakupa maelekezo ya kwao kwamba hapa biti ni hili, biti la singeli ingiza hili, biti sula nini hili. Na njia nyingine ambayo walioipendekeza pia ni kwa kuongeza, wanasema ashki. Ashki manake ni tamaa. Walio huko wanaweza wakaelewa neno hilo. Linatumika sana kule ashki. Kwa hiyo wanaongeza ashki mara dufu. Ashki kwa maana ya ukiondoa hizi tamaa za kimwili, lakini pia tamaa ya vyeo, tamaa ya fedha. Kwa maana kwamba kuna hizi za kimwili zimezoeleka, lakini kuna zile za vyeo. Yani kwa maana kwamba mshirika asitake awe mshirika na yeye awe mchungaji mfano. Na mchungaji asiridhike kuwa mchungaji atamani kuwa mwangalizi. Na mwangalizi asiridhike kuwa na mwangalizi atamani kuwa askofu. Na askofu asiridhike kukaa na askofu atamani kuwa askofu mkuu. Inaitwa ashki. Kwa hiyo unapata ile miemko fulani hivi, yani ya kutamani. Na ndio maana unakuja kwa leo kila mtu aridhiki, hata tu kwa habari ya ndoa iko tofauti, hata kwa Wakristo kuna tofauti. Kwa wachungaji umeona kuna fujo nyingi, anamwambia mshirika huyu ataka cheo hiki, mpaka kuna vitu wanafanyana visivyo sawa lengo. Kwa hiyo hii ni kuona kasema hali ni mbaya. Kwa hiyo tusipobadilisha mfumo inazidi kuongezeka, takwimu inazidi kuongezeka, changamoto za kwenye ndoa zinazidi kuongezeka, hivi kwenye uchumi. Kwa hiyo katika maeneo, kwa hiyo hizi ndizo pamoja na vitu vingine vingi wanavyovitumia, lakini hicho pia nako ni kimoja wapo ambacho inatumia lengo ni mtumishi kuharibu kanisa. Na unachotaka na agenda ya tatu niziongelee hizo tatu hivi tatu hivyo agenda. Cha tatu ni kuhakikisha kwamba yoyote anayekufa, yani hapa dunia, mwanadamu anayekufa asiende mbinguni. Kule kuzimu mwanadamu akifa akienda mbinguni, kule ni dhambi kubwa. Ni dhambi kubwa. Yani ni kitu hakitakiwi. Nini maana yake? Ni kwamba wewe ulio hata kwa Yesu na wakikuona mtakatifu, nitaelezea hapa, kuna namna watakusakama kwa vitu mbalimbali nitavielezea hapa, mpaka upunguke viwango vyako vya kiroho. Ukipunguka viwango vyako vya kiroho, watakusakama mpaka uvunje sheria ya Mungu, yani umkosee Mungu. Biblia inasema kwenye Warumi 3:23, wanadamu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa utukufu. Kwa hiyo ndio wanachotaka upungukie utukufu, ile nguvu ya Mungu, uwezo wa Mungu, kila kitu chake upunguke. Ukishapunguka ndio ile vile unarudi kwenye ile hali ya binadamu, unatoka rohoni unakuja mwilini. Ukishakuwa mtu wa mwilini ni rahisi kutenda dhambi. Kwa hiyo unaimba lakini wewe ni mwenye dhambi. Unahubiri lakini wewe ni mwenye dhambi. Unaingia kanisa lakini wewe ni mwenye dhambi. Ukifa sisi tunajua umeenda mbinguni, kiukweli umeenda jana. Na cha kuongezea hapa, mtumishi, janamu vitabu vipo. Kuna kitabu ukisoma kwenye Ufunuo, kitabu cha Mwana-Kondoo cha Yesu. Biblia inasema kwenye hukumu, anasema kila mtu ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha Mwana-Kondoo akatupwa jana. Lakini ukumbuke alisema kwenye hukumu, akasema kitabu cha Mwana-Kondoo kikaletwa na vitabu vikaletwa. Kwa hiyo kuzimu kuna vitabu na majina ya watu wa kuzimu wasiookoka yapo kuzimu.
Kwa maana hiyo sisi huku tuwezi tukasema unasali kwenye kanisa la watu wa Mungu, lakini ukiwa na dhambi inalipa. Kwa hiyo ukifa, taongelea hapo kuhusu hati ya mashtaka. Ukifa, shetani hana haki ya kukugombania kwa sababu ya nini? Dhambi. Kupitia hati ya mashtaka unakwenda jehanamu. Kwa maana hiyo na mimi nikasema kuna hali ya hatari ambayo imetangazwa. Kwa hiyo kama kanisa, kwa hiyo mimi mtumishi, uamsho wa kanisa nauona kama dharura ya kulinusuru kanisa, la kuliokoa kanisa, la kukomboa kanisa na wanadamu katika mikono ya kuzimu na kutuongoza sasa mbinguni. Lakini nje hapo mikakati iliyopo kule, pasipo kupata maarifa ya kutosha ya kusimama na huyu Mungu mwenye uwezo mkubwa sana, unaweza ukatekwa. Kulikuwa na story moja hivi, mtumishi wa Bwana story hiyo kwamba kuna mtu mmoja hivi alisha kutekwa, yeye ana bastola, ana bunduki kubwa kabisa SMG, lakini alitekwa na mtu mwenye bunduki nani ile toyo, mwenye bunduki mwenye bastola toyo, akatekwa. Na mwingine nilipata kusikia alitekwa na ndizi. Hii ndizi banana, ndizi ya kula hii. Kaishika hivi kama vile bastola, kampiga nzapi, inua mikono, shusha, yeye ana bunduki. Manango nini? Kwamba tuna Mungu yote, ana damu, ana madhabahu kubwa, damu yake ni yenye nguvu, madhabahu, roho Mungu yupo. Lakini tusipokuwa na maarifa, mtu akaja na uganga wake tu tukafugwa, tukaharibiwa, akaja na kiuchawi wake tu tena tu katoa tu si damu ya kuku tukafungwa, sina damu ya mwana kondoo wa Mungu. Lakini pasipo maarifa ya kutumia hiyo tukaribikiwa. Kwa hiyo manake nilikuwa nazungumza hiyo manake ni vitu vitatu hivyo kwanza ambavyo naviona moja wapo, viko vingi lakini ukizungumzia uamsho wa kuzimu, imelenga hasa vitu hivyo vitatu. Na nimewekea tu, yani hiyo ni agenda moja lakini ina vitu vyake vya utekelezaji wake. Kwa hiyo kuna ile ya kuhakikisha kwamba kuongeza mateso, watu wanazidi kuteseka kwa ujumla, lakini kuna program maalum ya kushughulikia kanisa kutoa nguvu zake, lakini pia kuna program maalum sasa ya kuhakikisha watu wanaenda jehanamu, hawendi mbinguni. Lakini kwa neema za Mungu tutakwenda mbinguni. Kwa neema za Mungu atatusaidia. Na kwa kuongeza kama una swali, na swali likuwepo, kuna vitu ambavyo ulisema kwamba vilikuwa ni vitu pamoja na lugha, kwamba kuna baadhi ya maneno tunayatumia lakini ni maneno si rafiki. Wewe ukasema wewe kama huwezi kuyatumia, lakini ukasema kuna vitu ambavyo tunavishadadia, tunavikimbilia, lakini vitu ambavyo vimetengenezwa kule zikiwa ni mbinu. Tawangia hivyo. Nifuate tu kwenye mfululizo huu. Mara baada ya kuongea vitu hivi na utekelezaji wake, kuchambua kidogo, japo kuna vitu vingi ambavyo vya utekelezaji wake, wao waliweka malengo kwenye hizi agenda, wanalenga nini na wanachokilenga hapa. Sasa ndo nikimaliza hiki ndo nitaongea hicho. Wanachokilenga hapa pia wanalenga viko vingi, lakini vikiwemo vitu vitatu. Cha kwanza, kunajisi watu. Kunajisi, yani kuhakikisha kwamba yani kunajisi kwa maana kwamba kila mwanadamu anashawishiwa kufanya dhambi kwa kujua au kwa kutokujua. Yani anaingia kwenye mtego, ndio kiwapo huko anaingia kwenye mitego ya kuzimu. Ndio nitaeleza hapa njia wanazotumia. Kwa hiyo kila mwanadamu anakuwa najisi. Kwa hiyo aliye nje ya kanisa na aliye kanisani ana najisi kwa namna moja au nyingine. Ya pili, kupitia unajisi ule, kumbuka ndio taeleza hapo, kuna ile hata ya mashtaka kwenye akisha najisika, wapate haki ya kufunga maisha yake. Kwa hiyo lengo la pili hapa ni kuhakikisha kwamba kila mwanadamu maisha yake yanafungwa, mafanikio yake yanafungwa, ndoa na familia yake inafungwa, akae kwenye ndoa lakini kwa mateso, atamani kutoka kwenye ndoa, atamani kuondoka, atamani kuachika, asiwe na mume mmoja, awe na mume ngapi. Yani ndio inakuwa vurugu. Kwa hiyo imefungwa. Lakini pia kwenye uchumi na vile unafanya biashara hii inakufa, unafanya biashara inakufa, unafanya biashara. Yani kwa mwaka unafanya biashara 20. Yani hueleweki.
Kwa hiyo inafungwa, inataelezea hapa nafsi zinafungwa, maisha ya watu yanafungwa. Na ya tatu, malengo yao makubwa ya tatu ni kumiliki sasa. Kwamba ukisha najisika wapate haki ya kukufunga. Wakishafunga maisha wakumiliki, wakutawale, wakuongoze, wakuamrishi ufanye wanachotaka wao. Kwamba leo hamna ibada kweli. Kwenda hivyo kwenda naulizaga watumishi wa Mungu hapa, mfano tu naulizaga naambia hivi, kweli situko Morogoro hapa Ifakara huko, kama tukaandaa mkutano nje ya mkoa na tukatakiwa twende, kila kitu kipo, usafiri upo, kule kulala kupo, na huduma zote zipo kwa wiki moja, tutaondoka wote? Tutaenda kuna kuja kuona nje tu huduma kama unayofanya, lakini kwa upande wa uchumi huko kuna vifungo vipani, mtu anamilikiwa kwamba akiondoka hivi hana kazi, akiondoka hivi hana nini. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine yupo kwenye kifungo, hapo ni sisi kwa sisi vyote vile, lakini ni mpango ambao umeandaliwa. Yani ule uhuru wa kiuchumi haupo, uhuru katika ndoa haupo, uhuru wa kumwabudu Mungu haupo. Yesu mwenyewe akasema kwenye kuabudu, unapotaka kuomba funga mlango wako, omba Mungu. Lakini tukiwa kwenye ibada hapa, unakaa ibada lakini mawazo yameshaenda nyumbani, yameenda sokoni. Kwa hiyo milango iko wazi, inafunguliwa mara kwa mara, hatupo. Kwa maana yake hilo lengo la tatu mtu. Kwa maana yake kuna ile kuhakikisha kwamba watu wanakuwa najisi, lakini kuhakikisha kwamba watu wanafungwa, na kuhakikisha kwamba watu wanamilikiwa. Kwa hiyo unamilikiwa hivi, unamiliki. Kwa hiyo hata ile nimeongea pale kuabudu kwa Mungu, ile mpenyo wa kiroho inakuwa kuna mtu yupo, yani mtu wanataka kwenye kumilikiwa kama ni kiroho. Ukiingia kanisani wanatamani tu, yani umekuja kujiwakilisha kanisani, kama alivyo shetani kwenye Ayubu. Mungu kamuuliza umetoka wapi? Huku na kule. Ulipoenda kule manake ni kanisani, ulimwona mtumishi wangu Ayubu. Sasa kwa manake watu ndio wako hivyo. Na ndio maana utaona wengi pia hata wanapokuwa kanisani, japo hiyo ni mapokeo, wanasalimia. Mimi waga naelekeza pia, jambo sio vizuri kusema, yani kwenye muda kusalimia kanisani kusema mimi ni Bwana Yesu asifiwe, amina, nimekuja leo kuja kuwatembelea. Mimi nikimaliza ibada lazima nikuone, nikuelekeze kwamba hiyo sentensi hata kama tumeinakili, tumeiga, lakini hii sio ya kibiblia, hii ni ya kishetani. Kanisani hatujai kutembea. Ukitaka kuja kutembea ni subiri baada ya ibada tuende nyumbani, ndo tunatembeleana. Ibadani tunakuja kumwabudu Mungu. Sasa kwa mwingine kwa kujua, kwa kutokujua, kimazoea kaiga, kasikia sehemu na yeye kaikopi, lakini haitoi kwa Mungu. Hiyo ni slogan ya shetani aliyekutana na Ayubu, na aliyeulizwa na Mungu kwamba nimetoka huko na huko, yani kutembea. Kwa hiyo ukasema nimekuja kuwasalimia, ujue wewe ni shetani. Sasa okay, kwa hiyo tunajaribu kusaidiana hivyo. Maana yangu ni kwamba yani wengi tunakwenda kanisani kujihuzulisha tu, lakini ile breakthrough, ule mpenyo wa kiroho, bubujiko la kiroho kwamba ninafurahia kwenda kuabudu, hakuna. Ibaki tu sheria na mazoea na nini, tunafanya hivyo. Kwa hiyo ni mojawapo kati ya malengo katika mikakati yao au manake katika ajenda zao zilizopo kule kuzimu. Kwenye kunajisika hapa dhambi, na kwenye dhambi hapa kuna vitu vya aina kadhaa, kwamba unaweza ukafanya dhambi kama dhambi, lakini pia unaweza, nitaelezea pia, unaweza yani wana vitu ambavyo wameviandaa wao, wameviandaa kuhakikisha kwamba kwa vitu hivi, kwa sababu sikiliza hivi nikueleze mtumishi wa Mungu, shetani anajua sheria ya Mungu, anajua. Na hata tuliokoka tu kwa ushahidi tu, wakikuona mtu umeokoka lakini tabia zako kule nje sio nzuri, ni mzinzi, wanasema walokole hawagi hivi. Yani ni mtu wa shetani lakini anajua kauli za kimungu. Kwa hiyo na baba yao shetani yeye ndio anafahamu zaidi. Kwa hiyo anachokifanya, anatafuta kama Danieli, kwamba wakatafuta njia ya kumshtaki Danieli wakashindwa, njia ya kumpiga Danieli wakashindwa. Wakaona hana makosa, wakamkagua tumshtaki kwa kosa gani, hawakuona. Wakasema huyu hatuwezi isipokuwa twende kwa sheria ya Mungu wake.
kwa sababu sheria ya Mungu wake ni ibada. Kwa hiyo tuzuie, hakuna kuabudu isipokuwa aabudiwe sanamu, likachongwa li sanamu. Lengo huyu Danieli akiabudu tu sanamu ameshavunja sheria. Mungu hata kuwa na haki ya kumtetea, ni rahisi kumpiga, ni rahisi kumshtaki. Kwa hiyo vile kwa hiyo shetani anafahamu sheria za Mungu. Kwa hiyo kwa maana yake wanavyokufuatilia, wanakufuatilia kwa namna ya uvunje sheria ya Mungu. Kwa hiyo ukivunja sheria ya Mungu inampa haki shetani ya kukumiliki, kwa maana ya kwenye hatua ya kukufunga kwanza, na inamkosesha haki Yesu kukutetea mpaka uende ukatubu tena kwa damu ya Yesu. Vile vile ulivyo hana haki. Mnipata Tuende moja kwa moja kwenye hiki kipengele kwamba wao sasa ndio hivyo sasa. Wao sasa wanatumia vitu gani sasa? Walengwa, watendakazi na maeneo yao. Ya kwanza ni mtandao wa kuzimu na mapepo au majini, wakiwemo waganga. Hapo ndo niende hapo kwako, ndo tumalizie hapo. Kuna ule mtandao huu nisiweza sana kwa sababu unafahamika kuanzia ile protocol ya majini kabisa. Kuna mabregedia mule, kuna watu wa kila aina. Kwa hiyo ule mtandao mzima wa shetani ule nimeanzia hapa. Kwa hiyo ule wote mpaka waganga wa kienyeji wale wa kimwili wale pia wanahusika kutekeleza ile ajenda, kuhakikisha kwamba hapa tunafanya hivi, hapa tunafanya hivi, hapa tunafunga. Na ndio maana sasa kwa mfano kama kwa mganga, ukienda kwa mganga, umeenda kwa mganga kukutibia, lakini cha kwanza ile lazima akuibie nafsi yako, naita nyota. Lazima aibe, kwa maana ataiangalia nyota yako inashaini kwenye nini. Kwa hiyo watakapoiona lazima wanaipola ile, alafu ndo wanaanza kukushughulikia na hiyo matatizo yako mengine. Haya, ukija pia kwenye kutatulia matatizo yako mengine, nitoe maarifa kwa watu wengine wanavyofanya. Hii level ya chini kabisa hii, wanachokifanya wao sio kwamba wanatatua. Kinachofanyika pale ni mambo kadhaa. Jambo la kwanza wanalolifanya ni kukubadilishia, kwa sababu mateso yote kama tulivyosema yanaletwa na shetani. Kwa maana ukiona unateseka, kwa maana hivyo kunaweza kukawa kuna jini pia lipo ndani yako, limekaa katika eneo linasababisha magonjwa kwenye mkono au makeni kwenye mguu, kwenye nyonga, popote pale. Kwa hiyo yeye anachokifanya kama ana mamlaka haya ya kimajini, kwa hiyo atamuondoa sehemu alipokaa na kumpeleka sehemu nyingine. Kama ni kwenye mguu, atamuondoa kwenye mguu wa kulia, atampeleka kwenye mguu wa kushoto. Utapata lilifu, utasema nimepona. Lakini baada ya muda kwenye ule mguu wa kushoto ule utaanza kuuma. Utasema mganga wangu ule ndo kanifu. Kwa hiyo atakufanyisha hivi sumbusha bwege hivi. Kwa hiyo kila siku unakuwa mteja wa kudumu. Njia ya pili wanayofanya kukuongezea mapepo. Yesu mwenyewe akasema pepo amtokapo mtu akienda hurudi, akiona imefagiliwa na kupamba anakwenda kuchukua zake 7 na kurudi. Kwa hiyo anaongeza wenye nguvu, kwa maana kwamba anampima ana uwezo gani, acid yake ikoje. Kwa hiyo anamuingiza jini mwenye nguvu kuliko yule. Atakapoingia ndani anamtiisha yule aache kazi, anatawala yeye. Kwa hiyo na yeye akikaa kama kaida, baada ya miezi fulani yeye pia nako lazima atataka kafara. Kwa maana lazima atafanya uharibifu, utaenda. Ataangalia anakuingizia mwingine. Wewe si utaambiwa tutoa hiki na hiki na hiki, anakuingizia mwingine. Kwa hiyo unaweza ukajishangaa ndani ya mwaka una majini kibao. Alafu na hali yako yule anasema inakuwa mbaya kuliko ile ya mwaka. Kwa hiyo kwa kutumia majini ambayo mimi nimekuepo huko sana. Kwa hiyo kuna kuwa na namna. Kwa hiyo maana yake kwa maana nyingine, maana yake kule kwa waganga, yani watu hawaponi, yani hakuna matibabu, yani unabadilishwa tu matatizo. Lengo tu uweke imani kwa usiende kwa Mungu. Na ndio maana kwa mganga au kwa hakuna mtu yoyote anaitoa pepo, hakuna. Kule maana yake ni kuna kupunga pepo, yani kutiishwa. Sio kutiishwa ni kwa Yesu. Yani kule kupunga pepo maana yake ni kumpandisha pepo jini lile. Akishapanda unaomba nini apeo ili atulie. Kwa hiyo yeye atakupa maelekezo au amri, hiki. Kwa hiyo ukitimiza ile anatulia. Na ni kwa muda. Kwa hiyo si kusema katoka, yupo lakini umempa hiki katulia. Kwa hiyo baada ya muda atahitaji vitu vikao, lazima akusumbue. Kwa hiyo maana yake hakuna, yani kwa mganga majini hayatolewi.
Kwa mganga mapepo hayatoki kwa yoyote, sio tu kwa mganga, awe mfuga majini awe nani, ndio kwanza atakuongezea majini mengi, atakuongezea shida nyingi. Anayeweza kutoa mapepo ni yoyote mwenye, yani ni Yesu peke yake, ni Yesu peke yake. Manake mwenye Yesu, manake mwenye Yesu huku tunayamrisha kwa jina la Yesu. Biblia inasema kwamba tumepewa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Kwa hiyo kwa jina la Yesu yanatoka. Mimi nikuombe mpenzi mtazamaji, kama unasumbuka na changamoto zozote, dawa ni Yesu. Ukija kwa Yesu kila kitu kinaishi, na kwa maarifa ya kutosha ambayo Yesu anazidi kuyaachilia sasa, Mungu anazidi kulifungua kanisa lake, Mungu anazidi kuwafungua watu wake, na ulimwengu unafunguka. Katika jina la Yesu tutaanza kumiliki na kutawala dhidi ya malango ya kuzimu. Okay, hiyo ni ya kwanza. Lakini pia watendakazi na maeneo yao wanayotumia, kuna kitu kinaitwa uchifu. Tuongea tu vichache pia. Uchifu japo iko nyingi, kuna uchifu sataniki na uchifu satanisti, lakini kimsingi uchifu ni mtandao wa mapepo yanayomiliki anga na mazingira. Hii inazungumzia, kumbuka, ni uamsho wapi wa kuzimu, kwamba wameongezewa nguvu, wameongezewa silaha, wameongezewa hali zaidi, wameongezewa kila kitu. Kama Yesu alivyoleta uamsho wake, alikuwa na wanafunzi wake miaka 3 akawafundisha. Kwa hiyo hapa nako vile vile wapata training ya kutosha, maelekezo mapya, mbinu mpya, kila kitu mpya, kuongeza vile vitu, malengo yale zile agenda zile na malengo yao, kuhakikisha kwamba inatekelezeka kwa namna yoyote. Kwa pia kuna hao ndio wanaumiliki anga na mazingira, kwa maana ya kwamba ndio wanaumiliki baraka za maeneo, ndio wanaoshikilia hawa. Kwa maana hiyo sasa, unapoenda wewe vile vile kwenye kufanikiwa, utaona ugumu, utaona shida, hawa ndio wanaomiliki, hao ndio wanaotawala. Umetoka tu huko, unaenda kufungua huduma, chomeka nguzo, anza kuhubiri, utakutana hawa, kwamba hawa manake ndio wanamiliki wao, umjui wa kwao, wao ni machifu wao. Kwa manake unapotaka kwenda ili ufanikiwe, kuna namna. Ndio hiyo sasa, Mungu ndio ameleta uamsho wa kanisa, lazima ujue. Na uamsho wetu wa kizazi chetu lazima ujue ni upi, unasimamia nini, na tumepewa maelekezo gani na Mungu itufanye kupitia Biblia. Wao wameshapewa maelekezo yao na wanatekeleza, na tunaona madhihiliko inaonekana nje ya kanisa na ndani ya kanisa. Matokeo yao tunayaona. Sasa bado kanisa sasa lenyewe linatakiwa liamke na lenyewe. Yaani kuwe na mwamko, manake liamke na lenyewe litekeleze maelekezo ya Mungu aliyoyatoa katika kuchukua haki zetu zilizochukuliwa na malango ya kuzimu. Kwa hiyo kuna uchifu ambao upo unatawala kila maeneo upo. Unapofungua biashara, kuna uchifu limeshafanywa agano pale kwamba lenyewe hapa itakiwa vifanyike, kisiwepo hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo ukienda pale lile eneo alikutambui, kwa hiyo ule uchifu utaanza kufanya vita na wewe. Kwa hiyo utaona mafanikio yako yanakuwa ya kukimbizana sana. Upo kwa ina yenyewe, upo ni mkubwa, unamiliki, unatawala maeneo ambayo ni ngumu kuruhusu kufanikiwa kwa mtu kirahisi. Wanachotaka vile vile uende kusujudu kwao, kama ile kwenye Mathayo sura ya 4. Yesu pepo yule shetani akamwambia, dunia yote, miliki yote manake ni ya kwangu, nataka mimi tufanyaje? Uniabudu, nakupa zote hizo. Kwa hiyo wanakubana hivyo, lengo uteseke. Kama ukiwa umeokoka una Yesu, umweke Yesu hapo, useme mbona toka niokoke sijapata chochote. Yaani uanze kubageni, uanze kupiga faida na hasara, lengo urudi. Kwa hiyo kuna uchifu ambao unabana, unakamata, kukushinikiza. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kuna ule mtandao mkubwa, lakini kuna chifu upo. Ukitoka hapa, kuna watendakazi wengine wanaosaidia kufanya kazi. Tena huyo ni mshirika mwenza kabisa wa uchifu, anaitwa Malikia. Lugha yao anaitwa Queen Master. Huyu Malikia anafanya sana kazi na mapepo, ndio Maimuna na wengineo. Huyu Maimuna pia nao ni mtandao wa kimapepo, na mwenyewe pia nako ana jeshi lake. Yaani kama ilivyokuwa uchifu ana jeshi lake, ni mtandao wa kimapepo. Huo nao ni mtandao wa kimapepo. Wenyewe kazi yao ni kushughulika na watu, na
tena kwa hivi karibuni ndio amepewa majukumu makubwa mengi zaidi. Na nianze kujibu ile maswali yako, japo huyu naye kapewa machache vile vitu vitendea kazi, kapewa nini vichache, lakini huyu ana jeshi ambalo linazunguka kwenye maeneo mengi, yani ndani ya kanisa na nje ya kanisa, mengi kwenye kanisa, kwa washirika kama kawaida, karibu ndoa, kugombanisha ndoa, kwa washirika, kwa wachungaji, kwa watumishi, kugombanisha mama mchungaji na mchungaji, kugombanisha, lakini pia kwenye uchumi, kuvuruga na kuharibu, kapewa kazi na yeye. Lakini pia kwenye wokovu na huduma, kuvuruga, lakini pia ili jeshi lake na kuna, yani jeshi lake sio tu roho za mapepo, roho ziko ndani ya watu. Ni mtu kabisa, lakini ana roho ya umalikia ambayo kazi yake ni kutekeleza ya kule. Na ndio Bwana akasema hawa kwa mfano wana vitu viwili vikubwa wanavyotumia. Wana poda, wana mafuta. Wanavyotumia mafuta, wanapoda yote mafuta, ukiondoa mafuta, perfume, wana perfume. Kazi yao ni ile kwenye upande wa kuongeza ashiki kule, ashiki ya kimwili, manake tamaa ya kimwili. Sasa kwamba wao ndio nisemaje, Mungu anisaidie, hapo ndio wana kazi kubwa sana. Huyu ukiona mabinti wanavaa nguo fupi, huyu malikia ndio kazi yake. Wanavaa nguo nusu uchi, huyu malikia ni moja kati ya kazi yake, japo ni kazi wote, lakini huyu naye ana kitengo kapewa. Yani ameruhusiwa kwamba nyinyi wale wa kimwili, sasa wale madevu worshiper, kwamba nyinyi mnapotembea mtaani, ole wake tuone mtu amevaa nguo ndefu, ole wake tuone mtu amefunika matiti yake yote, yani nusu matiti vile. Ni hiyo roho ambayo imetoka kwake. Ole wake tuone mtu anatembea kio, yani wanataka utembee kama ni dada, utembee kimada, yani ulinge, yani watu wakutamani. Hiyo ni kwenye kuongeza ashiki za kimwili, yani kuhamasisha ngono duniani, kwamba kila mtu awaze ngono tu, kila mtu awaze ngono tu, kila mtu awaze ngono. Kwa hiyo hiki kitengo huyu ndio anayesimamia, na wameambiwa waingie makanisani, na wanapoingia makanisani wameambiwa wavae vile kama ulivyokuwa mtaani. Wameambiwa wanapoenda kanisani wakae viti vya mbele, lengo kumchanganya mchungaji. Mchungaji na wamesema, na moja kati hivyo anasema mchungaji apoteze ujumbe, apoteze connection yake. Na wana vitu vile nimesema, kuna perfume na poda. Zile poda wanapaka usoni ni za mvuto, yani ukimtazama uwaze kwenda kuzinae tu. Lakini pia wana zile perfume vile vinako wanajipulizia ni kule za kutoka, ukipata ile manukato, yani zile harufu yake tu uwazi tu kwenda kuzimu. Na wanaume kwa wanaume unaona, nikueleze siri moja hii. Kuna wanaume wapo vijana, yani wanavaa shati kabisa nzuri, lakini kuna vifungo hapo wanaacha wazi. Yani kuna eneo la kifua wanachaga wazi. Wakisha wazi hapa, wengine wanavaga na chini fupi vindogo hivi wanavaa. Ile ni malikia. Yule kazi yake, na wakati mwingine wanapewa mpaka hela za kutosha kwa ajili ya kuwahonga wanawake. Lakini sio tu kuwahonga, lengo kuwaangusha, na wanaingia mpaka makanisani kuwaangusha mabinti. Anaweza akaweka process yote ya kuoa, lakini akamzini tu kamwacha. Yani ni huyu malikia ndio kazi yake. Kwa hiyo napaka perfume hapa, akiingia kanisani mabinti wote watampenda. Lakini ni agent wa shetani. Yupo chini ya huyu. Ni wakala wa kuzimu kupitia kitengo cha malikia. Kwa hiyo wako wengi, hao ndio wapo kwenye mitandao, wanajiweka huko wazi, wanatengeneza huko, wanashare kwenye nini. Nadhani hata kwenye minani yetu nao wapo
humo manake wapo wanajifanya wao ni watu wa Mungu, lakini ni maagenti hawa, wanakosoa hiki, wanapinga hiki, wanakashifu hiki. Ni hao watengeneza wazifu wao na waweka picha zao pale, wameambiwa maungo yao waweke wazi. Huyu mama ndo anaimiliki hizi process ya ngono, si ngono nisemaje, ile mikanda ya X nisema hivi, ndio huyu, na ndio imeruhusiwa kwamba isiuzwe kwa gari, yani iwe tu ni bure, kila mtu aweke. Lakini kwa mifumo ukiwasha tu data, picha zile zinakusawishi baada ufuate cha kwako. Kwa hiyo ni sehemu nyingi wameingia mpaka kwenye masuala ya muziki, kwenye uimbaji. Wana watu wao kule waimbaji feki, lakini walichoshika zaidi, huyu mama alichoshika pia kingine kwenye muziki, wale wataalamu wa muziki, sio niseme hivi lugha, yani kuna wewe muimbaji, lakini wale waandaaji wale muziki, sio ni lugha hiyo, wale maproducer wa nani ni watu wa kwao. Kwa hiyo ukienda watakupa masharti ya kwao, kwa hiyo lazima utafuata ya kwao. Yuko chini ya Malikia kutekeleza ajenda, lakini okay, ana uwanja mpana sana. Lengo tu kulivuga kanisa, lakini hasa kwenye hapa ni confuse nini kanisa. Ni kanisa lisipate mwelekeo, yani lisijue nini la kufanya. Mchungaji, naam. Labda hapo upande wa maproducer, namna ambavyo umeweza kuongea hapo, labda utoe ufafanuzi, maana kuna waimbaji wa nyimbo za gospel za kimungu na kuna waimbaji wa hizi nyimbo za kidunia. Sasa hawa wanasaidikaje wanaoimba nyimbo za gospel? Nao wanafuata yale masharti ya kule au inakuwaje? Yani hapa jinsi ambavyo ilivyo ni kwamba bado zane kama sasa hivi ndio ambao Mungu anatusaidia kwa maana ya waimbaji wa nyimbo za gospel kumiliki studio zetu wenyewe. Lakini hapo kabla studio nyingi zinazotumika ni zile za gospel. Sasa kwa maana kwamba ndio nasema hivi, yani shetani amewaendeleza watu wake, yani ametaka, wanasema music industries, yani soko la muziki. Kwa hiyo wanaanzia kule jikoni kwenye mashine, wanamiliki wao uandaaji na kila kitu wanamiliki wao. Kwa hiyo sisi watu wa gospel au mtu wa muimbaji wa nyimbo za Injili, unapotaka kurekodi na unatafuta studio bora yenye viwango bora, lazima uende kwao. So ukienda kule kwao ndo wanakupa maelekezo ya kwao kwamba hapa biti ni hili, biti la singeli ingiza hili, biti sula nini hili. Kwa hiyo wanakuchanganya hapa, japo ukiwauliza sema hamna muziki wa Mungu, hamna nini, lakini ni uongo tu wa kishetani. Lakini kiukweli tu ni wao ndio wanakuchanganya hivyo uweke hivyo. Na kuna wengine wameenda mbali zaidi, hata ukitaka kurekodi ile video, yani ile video ya nyimbo za Injili, wakati mwingine mpaka mavazi wanakupa wao, location ya kwao. Kwa hiyo kila kitu cha kwao, yeye anakupa tu pesa, hii hapa shilingi ngapi, hizi chukua. Kwa hiyo hii tuachie sisi. Kwa hiyo lazima utafuata masharti yao, kwa sababu wewe lako washakupa. Kwa maana hiyo sasa wao wanataka wauze kwamba sisi ukivaa hivyo kilokole hivi hatutauza nyimbo hiyo, uvae golefu hatutauza. Utoki nyumbani kwako, ukishatoka nyumbani kwako nguo ile pale, ingia hapa badilisha, vaa hiyo, nataka tuuze sisi. Kwa hiyo hao wote manake wako chini ya hao. Kwa hiyo utakuja kuona umeulizia kwenye waimbaji, utakuja kuona waimbaji wengi kadiri wanazidi kuendelea na kuongezeka na kukua, imani inafanyaje, inashuka. Matokeo yake ndio vile kumbe kuna jisiga kufungwa na kumilikiwa, mtego ule. Kwa hiyo na kunajisi lengo wa kufunge ili wakumiliki. Kwa hiyo utakuja kuona waimbaji wengi anaenda mbeleni hapo lazima anajisika, yani unamuona anaondoka kabisa, inaharibika, vitu vyake vinaharibika, uhusiano wake yeye ni kwenye ndoa na familia na haribika, uhusiano wake na Mungu na haribika, anabaki na uchumi kwa sababu sikapewa hela. Lakini ndio hivyo. Kwa hiyo hii iko chini yao, ni kuchafua, ni kuharibu tu, na wengine mpaka wana nyimbo zao. Kuna wengine wanaimba nyimbo za gospel lakini za kwao, na labda nikupe hivi tena lingine sile nyingine kwenye uimbaji. Kuna nyimbo hapa, ukiondoa hawa waimbaji wa nyimbo za Injili kuchanganyikiwa na kwa maana kubadilisha imani, lakini pia kuna waimbaji wapo na wanaimba nyimbo ambayo wanaelekezwa. Kuna wengine wanajua, wengine hawajui, lakini wengi wanajua kabisa. Wanaimba nyimbo kwa bwana, nyimbo hii usitaje Yesu. Nyimbo hii usitaje Mungu.
Nyimbo hii usitaje nani. Kwa hiyo wanakubalisha ita baba, ita sijui kwa malugha tofauti tofauti. Kwa hiyo manake unaona nikikutajia nyimbo utajua sana. Kuna nyimbo nzuri hivi ambayo inapendwa sana Afrika. Ameimba ni Nigeria yule. Inapendwa sana. Ni kama vile unaona, nikupe siri hiyo. Ni kama ipo hivi jina la huyu. Ni kama anamsifia mpenzi wake, sio mke wake Malikia. Kumbe ni huyu. Ile limetoka huyu ni kwa kumsifia huyu. Yuko inapendwa kweli kweli Afrika, lakini ile ni ya kishetani, imetungwa na kabla haijaletwa inakwenda kuwekwa wakfu kuzimu, ili kila mtu akisikiliza avutiwe. Kila mtu akisikiliza, hata mguu tu utikise hivi uvutiwe, unazidi kunajisika nazidi kwenda. Kwa hiyo watu wanaipenda, wanaona kama ni nyimbo nzuri, kama ni nini, wanasifia wake zao na kumbe anasifia Malikia huyu hapa. Kwa hiyo amechafua sana kwenye upande huo. Kwa hiyo nimesema ni mtu mmoja wapo au mtendakazi mmoja wapo na katika maeneo yake ambayo anayotenda kazi. Kwa hiyo ana upana wake, ana vitu vyake. Kwa hiyo ni malengo tu ni kuchanganya watu, mtumishi, ni kuchanganya. Ndio maana nimesema kuna uamsho kule. Kwa hiyo wanatenda kazi maradufu, maana wameamriwa kwamba wanatenda kazi maradufu. Nikuongezee tena kingine hapa. Kule kwenye agenda kwenye agenda zile, kwamba kwa nini zimeletwa vile, kwa nini wameamshwa, wamepewa mwamko mkubwa wa utendaji kazi. Wamesema hivi, nimesema hivi, kule kuzimu shetani, Yesu anamuita mwenye haki, sio Yesu. Kwa maana kwamba wanasema hivi, muda wa kurudi kwa mwenye haki umeshafika. Kwa ratiba za kule nasema kama bado sekunde 5 kwa saa za wao, kwamba muda wa kurudi kwa mwenye haki umeshafika. Kwa maana hiyo sasa ni lazima tufanye kazi maradufu kabla hajaja. Anasema hivi, na mimi nikasema kama nakubali. Lucifer anasema hivi, agizo ambalo lilotoka kwamba hivi, duniani wanafundisha kwamba kuna mwisho wa dunia. Anawatia moyo watu wake, hakuna mwisho wa dunia, twende tukafanye kazi, hakuna mwisho wa dunia. Ile tu kilichopo ni kwamba mwenye haki atakuja kuchukua watu wake, alafu sisi tutaenda kutawala dunia. Kwa sababu tupige kazi, fanya kazi. Cha kufanya nini sasa? Ndio zile ajenda. Kwamba hapa sasa tukaliharibu kanisa, tukalichafue kanisa, tukalinajisi kanisa, tukalifunga na kulimiliki kanisa, ili atakapokuja mwenye haki asikose mtu, aondoke zake, situkamiliki. Wakati kabla hajatambulisha ajenda, yani ndio kitu ambacho kilichopo. Kwa ndio maana nasema, kwa hiyo kuna mwamko, yani watu wa kule, watumishi wake niseme, au watendakazi wake wameamshwa, wamepewa mwamko kwamba karibu tunatawala dunia. Karibu tunatawala. Kwa hiyo ulimwengu sio kusema utakuwa utaisha, hapana. Umenipata? Ni mwenye haki tu atakwenda tu kuchukua watu wake, alafu sisi tutakwenda. Kwa hiyo wana hali zote, wana mwamko wote, wanajua hapa tutekeleze kazi ya huyu mzee, ili atakapokuja tutaruhusiwa. Na ukiangalia ni kweli, si kusema kutakuwa na dunia ni mwisho, kwa maana kwamba kutakuwa na unyakuo. Kwa hiyo wale watu ambao hawataokoka, maana watabaki katika unyakuo. Wakibaki katika unyakuo, watakuja wajumbe wawili, mpinga Kristo na nabii wa uongo, watakuja kumiliki. Maandiko yanasema kwa vipindi 7. Kwa maana yake wao sasa wanajua kabisa yani muda uliobaki ni mchache wa wao kutoka walikokuwa kuja kumiliki. Umeona? Kwa hiyo wafanye kazi haraka ili wakute watu. Fanya kazi haraka wakute nani? Watu. Kwa hiyo sasa unakuja kuona hata huyu sasa kama ndio kiongozi ya jeshi lake, anafanya kazi kwa nguvu kubwa sana. Lakini nyingine inaeleweka sana. Hawa ni watu wa Illuminati na mitandao yao na watu wake. Hawa ni watu wa Illuminati. Hawa sasa wanaeleweka. Illuminati ni ile jamii ya siri. Na hao ndio ambao kimsingi ni watu ambao ndio wanao kwa dunia ya sasa karne ya 21 ndio wanaoongoza, si niseme, kwa maana ndio wanaoamua nini kitokee duniani. Ndio hawa jamaa. Ni timu, ni mkondo au ni watenda kazi wa Lucifer kuzimu. Wapo. Wameanza toka miaka mingi sana. Wapo. Hao ndio
wanaopindua dunia. Yani hawa ndio ambao wanaohakikisha kwamba kila kitu kinabadilishwa. Na mikondo mmoja wapo ni wale mafrimason ni wanatoka kwenye yani ni tawi la Illuminati, mafrimason ambao hawa sasa ndio wanaoshughulika na ajenda nyeti ikiwemo ya ushoga. Yani kupindua ndoa. Kupindua ndoa wanashughulika hawa. Moja wapo kwamba kuhakikisha wanaume kwa wanaume wanauana, wanawake kwa wanawake wanauana. Hawa. Kwa hiyo hawa ndio pamoja na majukumu yao mengi wanaoyafanya, lakini hawa ndio upanga dunia iende wapi. Hawa na wana mikakati yao kama nimesema, wanahakikisha kwamba hiki kiende, hiki kiende, hiki kiende. Na hawa ni watu, sifa zao kubwa ziko mbili. Moja ni watu wenye IQ kubwa sana, watu wenye akili sana. Hiyo ni madevil worship. Mbili ni watu ni matajiri sana. Watu ni matajiri sana. Wanaunda, unafahamu sasa hivi kuna masuala ya artificial intelligence. Wow. Na kuna jamaa Marekani ule, ukimtajiri na sio mbaya, anaitwa Musk. Ndio anayeunda haya madudu. Manake sio la asili. Kuna siku aliulizwa una akili gani? Akasema akili ninazotumia sio nini? Sio zangu. Kuna wakati naunganishwa na kuzimu, napewa akili niunda hiki, tengeneza hiki. Kaongea wazi. Kwa hiyo wanabadilisha. Lengo nini? Wanachotaka ni kwamba mwanaume sasa asioe mwanamke. Una uwezo wa kumchukua huyu sinisemaje huyu. Yaani mwanamke wa artificial intelligence na kwa yaani mwanamke bandia sinisema hivyo. Na kwa na wapo na wamesha na wapo na wana yani wapo unasimu milioni unasikia si ngapi 5 unaweza kumwoa mwanamke ana akili zote. Kwenda sokoni anapika na nini. Kwa anasema kule kumwoa mwanamke ni disable na kusoma. Kwa hiyo wanabadilisha mfumo. Badilisha mfumo. Wamefungiwa sasa hivi mpaka mfumo wa kuzaa. Yani wameendelea sana. Ni hawa sasa. Yani ni hao wapo chini ya Illuminati. Ni jamii hiyo ambayo ipo kule. Kwa hiyo wanatenda kazi ni mkono, wanafanya kwa namna ya yani wanaanzisha vitu vingi, vyote hivyo ndo wanavitekeleza wao. Lakini pia hawa pia wana namna ambayo kwa sababu wanamiliki pesa wanatumia pesa kuwavutia watu. Mnipata kwa sababu wao pia wanatoa makafara ukiondoa hawa. Yani simuona sasa hivi wanasema jiunge Freemason jiunge. Yani wanaposema jiunge kwa yani kwa kuonyesha japo ni kwa siri, lakini kwa kumuonyesha mtu ambaye yani ni Freemason lakini amekuwa kiongozi wa nani huko serikalini. Mfano Freemason ni mwimbaji mkubwa, Freemason ni mfanyabiashara mkubwa. Kwa hiyo kwa kutumia ule yani wanahamasisha watu wajiunge na shetani. Yani wanahamasisha vijana wajiunge na shetani. Wanafikiri kule ni rahisi kiasi hicho. Lakini kimsingi wanazugwa. Yani nikupe siri moja. Hawa mafrimason nimesema ni wale wenye akili na hela. Kwa hiyo wale ndio wanaoshuka. Hawa ambao wanasema jiunge na nini, kuna mawili. Kuna wengine ni matapeli, wanaibia tu watu, na kuna wengine au wakati mwingine wanaitwa kama wao ndio wakutoa kafara. Kwa sababu kule yani Illuminati mwenye au Freemason mwenyewe ani akikutaka hapa kwetu maarufu Chande nafahamu kafariki sasa. Afrika Mashariki alikuwa Kenya. Akikutaka ni yeye anakufuata, si wewe umfuate. Kwa hiyo akikupima, akikuona una uwezo mkubwa, una ushawishi mkubwa, una nyota kubwa, yani ile pale ile una uwezo hivi, kwa hiyo wanakufuata wao kwamba wakutumie wewe kuwapata jamii nyingine. Ndio wanachokifanya. Kwa hiyo wakikuona wewe ni kiongozi mkubwa, wao wanakufuata. Kwa bwana sitaka tukuwezeshe ila 1 2 3 tafanya. Kwa hiyo kupitia wewe utaiunga jamii yako, utaunga eneo la. Kama ni kiongozi tunataka eneo, nchi tunaitaka tuimiliki sisi. Ila hapa tutafanya 1 2 3. Kama ni kwenye uimbaji tutakuwezesha. Kwa wao mnakumbuka sasa wao ndio wanao, kwa sababu wana hela nyingi, ndio wanamiliki vyombo vikubwa. Hivi mipira ya miguu, vyama au vilabu vinaitwa vilabu, sio vinaitwaje, sio vilabu vya mpira miguu vingi vya kwao. Wanamiliki ma social media makubwa, wanamiliki ma TV makubwa. Kwa hiyo akitaka kukunadi wewe kama ni mwimbaji, yani ndani ya masaa 24 ushafahamika. Kwa hiyo sasa yani kwa kupitia hivyo nimesema wanavuta watu waingie, wanavuta watu waingie.
Kwa hiyo okay, wote ni mkakati. Sasa kumbuka huku wamekufunga, wamekunini, afu kwa upande wa pili wanakuonyesha chakula. Sitaenda huku hakuna, utasema na vijana wengi wanaenda bwana mimi niende kule bwana ile kitu gani. Sasa okay, kwa hiyo wanatumia hivyo kama ni mtego sasa wa kuingiza watu. Kwa hiyo umeona vitu wanavyotumia, yani wanakaba kila eneo, yani ukikosa hapa kosa hapa. Yani huluki sasa, kwa maana kwa sasa hapo fikiria mtu wa Mungu, fikiria sasa huna Mungu. Uko tu vile, alafu umeshafungwa na kumilikiwa na wao, alafu kwa upande wa pili wanakuonyesha vitu kama yake, lazima utaenda. Lakini neema Mungu, tunavyoongea hivyo mtumishi, tunavyotoa shuhuda hizo na kueleza mambo haya, kikubwa ambacho binafsi nachokipenda ni kumgeukia Mungu. Ukisema uende ndio unakwenda kuwa kafara, yani ukienda kujiunga ni kafara. Watakwambia tu bwana, okay, miaka 2 unaondoka. Watakufurahisha miaka 3 unaondoka. Watakufurahisha hivi unaondoka. Unaona? Kwa hiyo unakuwa tu ni kafara, hakuna unachokifanya. Mimi nikushauri ndugu mtazamaji, nafsi yako ni bora kuliko hizo hela za miaka 2. Na mimi naamini katika neema ya Mungu, kwa kuwa sasa hivi Mungu ameshatangaza uamsho tena. Kwa hiyo kuna namna, kwa maana uamsho wa kanisa kudhibiti hiyo malango ya kuzimu. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Mungu anafanya kwa upya ili kurejesha haki zetu zilizopotewa. Kwa hiyo naamini kabisa ukimkubali Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kutubu kwa dhati kwa maelekezo ya kibiblia, haki zako zote zinarejeshwa. Kwenye Mithali ile sura ya 6:31 inasema hivi: akipatikana ana hatia, haya malango ya kuzimu, shetani na hawa watendakazi wake wote, inaongea vitu vile. Moja, inasema watarudisha mara 7 zaidi walichochukua. 2, na vitu vyote vya nyumbani kwake vitachukuliwa. Na huyu Yesu alishaonyesha pale Misri, wakati wana wa Israeli wamewekwa utumwani, alipopatikana ana hatia Farao kwamba amewatesa watoto wa Mungu, waliondoka hivi waliondoka na mali nyingi, waliondoka na vitu vingi chini ya utumwa wa shetani. Kwa naamini kwa miaka yote hii ambayo shetani amefunga haki zetu, kwa miaka yote, kwa kipindi chote tokea mababu na wazazi wametufunga watu weusi, wamefunga wa Afrika, wametufunga sisi. Na kwa sasa Mungu ametangaza uamsho upya. Manake Mungu yuko tayari kurudisha mara 7 za vitu ambavyo tulivyozuiliwa, lakini pia na vitu vyote vilivyokuwa kwenye madhabahu za giza. Maana kuna wengine wengi wamefungwa katika madhabahu zao za giza. Mungu yuko tayari kufungua. Mungu yuko tayari kutuweka huru na kuturudishia maradufu, ili Mungu aanze na sisi upya kwa neema za Mungu. Tukutanike wote, Mungu atufungue, atupe amani katika familia, amani katika uchumi, amani katika muabudu, ili tuinuke kama jamii ya watu weusi, tumuhubiri Mungu duniani katika jina la Yesu. Nimalize na hiki kipengele hicho ambacho mtumishi ulikiulizia sana kuhusu bidhaa. Kuhusu bidhaa za kuzimu. Ikumbukwe, na nimeona kwenye Biblia